Matendo ya Mitume, sura ya 24. Baada ya siku 5, kuhani mkuu Anania aliwasili Kaisarea pamoja na wazee kadhaa na wakili mmoja wa sheria aitwaye Tertulo. Walimwendea yule mkuu wa mkoa wakamweleza mashtaka yao juu ya Paulo. Paulo aliitwa na Tertulo akafungua mashtaka hivi: Mheshimiwa Felisi, uongozi wako bora umeleta amani kubwa, na marekebisho ya lazima yanafanywa kwa manufaa ya taifa letu. Tunalipokea jambo hili kwa furaha daima na kutoa shukrani nyingi kwako kila mahali. Lakini bila kupoteza wakati wako zaidi, tunakusihi kwa wema wako usikilize taarifa yetu fupi. Tumegundua kwamba mtu huyu ni wa hatari mno. Yeye huanzisha ghasia kati ya Wayahudi kila mahali duniani, na pia ni kiongozi wa kile chama cha Wanazareti. Tena alijaribu kulikufuru hekalu, nasi tukamtia nguvuni. Kama ukimhoji wewe mwenyewe, utaweza kubainisha mambo haya yote tunayomshtaki kwayo. Nao Wayahudi waliunga mkono mashtaka hayo wakisema kwamba hayo yote yalikuwa kweli. Basi mkuu wa mkoa alimwashiria Paulo aseme, naye Paulo akasema, nafurahi kujitetea mbele yako nikijua kwamba umekuwa hakimu wa taifa hili kwa miaka mingi. Unaweza kujihakikishia kwamba si zaidi ya siku 12 tu zimepita tangu nilipokwenda kuabudu Yerusalemu. Wayahudi hawakunikuta nikijadiliana na mtu yeyote. Hawakunikuta nikichochea watu hekaluni, wala katika masinagogi yao, wala mahali pengine popote katika mji huu. Wala hawawezi kuthibitisha mashtaka waliotoa juu yangu. Ninachokubali mbele yako ni hiki: mimi ninamwabudu Mungu wa wazee wetu, nikiishi kufuatana na njia ile ambayo wao wanaiita chama cha uzushi. Ninaamini mambo yote yaliyoandikwa katika vitabu vya sheria na manabii. Mimi namtumainia Mungu, na wao wanalotumaini hilo, kwamba watu wema na wabaya watafufuka. Kwa hiyo ninajitahidi daima kuwa na dhamiri njema mbele ya Mungu na mbele ya watu. Baada ya kukaa mbali kwa miaka kadhaa, nilirudi Yerusalemu ili kuwapelekea wananchi wenzangu msaada na kutoa dhabihu. Wakati nilipokuwa nikifanya hayo, ndipo waliponikuta hekaluni nilipokuwa nimekwisha fanya ile ibada ya kujitakasa. Hakukuwako kundi la watu wala ghasia, lakini kulikuwa na Wayahudi wengine kutoka mkoa wa Asia. Hao ndio wangepaswa kuwa hapa mbele yako na kutoa mashtaka yao kama wana chochote cha kusema dhidi yangu. Au waache hawa walio hapa waseme kosa waliloliona kwangu wakati niliposimama mbele ya baraza lao kuu, isipokuwa tu maneno haya niliyosema niliposimama mbele yao, na nihukumu leo hii kwa sababu ya kushikilia kwamba wafu watafufuliwa. Hapo Felisi, ambaye mwenyewe alikuwa anaifahamu hiyo njia vizuri, aliahirisha kesi hiyo. Akawaambia, nitatoa hukumu juu ya kesi hiyo wakati Lusia, mkuu wa jeshi, atakapokuja hapa. Kisha akamwamuru yule jemadari amweke Paulo kizuizini, lakini awe na uhuru kiasi, na rafiki zake wasizuiwe kumpatia mahitaji yake. Baada ya siku chache, Felisi alifika pamoja na mkewe Drusila, ambaye alikuwa Myahudi. Aliamuru Paulo aletwe, akamsikiliza akiongea juu ya kumwamini Yesu Kristo. Lakini wakati Paulo alipoanza kuongea juu ya uadilifu, juu ya kuwa na kiasi, na juu ya siku ya hukumu inayokuja, Felisi aliogopa, akasema, kwa sasa unaweza kwenda. Nitakuita tena nitakapopata nafasi. Wakati huo huo, alikuwa anatumaini kwamba Paulo angempa fedha. Kwa sababu hii, alimuita Paulo mara kwa mara na kuzungumza naye. Baada ya miaka 2, Porkio Festo alichukua nafasi ya Felisi, akawa mkuu wa mkoa. Kwa kuwa alitaka kujipendekeza kwa Wayahudi, Felisi alimwacha Paulo kizuizini.